asilimia kubwa ya watu waliokufa kwenye yale maandamano sio Watanzania waliokuwa barabarani kwenye maandamano. Asilimia kubwa, naomba ni repeat hii point na kila mtu aielewe, asilimia kubwa ya Watanzania waliouawa kwa sababu ya maandamano yale hawakuwa kwenye maandamano. Waliouliwa barabarani kwenye maandamano, hata picha ukiangalia, waliouliwa wakiwa barabarani ni watu wachache. Wengi wameuliwa kwenye mitaa ambao hawakuwa wakiandamana. Wengi wameuliwa manyumbani. Sasa unaongelea vipi kuambia wazazi kwamba kwa nini hamkuwakataza kuandamana, na wakati uliwafuata watu manyumbani, umewaulia ndani kwenye mitaa yao, hawakuandamana? Yani kwamba haukutaka ushahidi mkubwa wa mauaji, ndio maana haukuwaua ambao walikuwa barabarani wanaandamana. Uliwaua wachache sana. Ulienda kuua zaidi mitaani, majumbani, ili watu waambiane wanaua, ili uue bila ushahidi. Lakini watu wakajitahidi, wakapata ushahidi, tukaposti. Na hii ni message kwenu wa Tanzania ambao mnajipanga msiandamane tarehe 9. Wale ambao mnataka kuogopa, nyinyi ndio mtakaenda kufa. Kama alivyofanya 29 Disemba. Waliokufa wengi ni majumbani. Kwa hiyo tarehe 9 jua pona yako wewe ni kuandamana kutoka ndani kwenda barabarani kwenye public. Na kumbuka kwamba dunia itakuwa inaangalia haya maandamano ya 9 Disemba. Kwa hiyo hata huwa barabarani, ataenda tena majumbani kwenye mitaa kule ambao mmejificha. Nyinyi mtakaojificha ndio atakaowafuata. Hata huwa barabarani kama alivyofanya maandamano yaliyopita. Hakuua barabarani. Waliouawa, hata zile video zangu za kwenye za kwenye Twitter, mauaji mengi ni watu ambao walikuwa wanafanya shughuli zao kwenye mabaa, wamekaa kwenye mabaa, kwenye pool table. Ni watu ambao hata hawakuwa kwenye maandamano, ndio mauaji mengi. Mtu yuko sio kwenye duka, yani hakuna hata maandamano. Wale ambao walikuwa barabarani kabisa wanaandamana, unahesabu. Kwa hiyo Watanzania tarehe 9 tokeni. Tarehe 9 Disemba, Watanzania, pona yako wewe, kujiokoa wewe, toka ndani, ingia barabarani. Ukijifungia, yani Samia leo katangaza vita na wananchi wa Tanzania. Huu sio muda kurudi nyuma, ni muda wa kudai haki. Tarehe 9 Disemba kila mtu anatoka ndani na bango lake, tunadai haki kwa amani. Atajua yeye kama anaua nchi nzima, anafanya nini, ataua, lakini hakai. Ndio hilo. Maisha haiwezekani tena. Maisha hayako tena. Yes! Yes! People are suffering. Yes!